Asante sana Rashid. Hauwezi chukua maongezi ya mtu binafsi uiweke ni maongezi ya watu wengi ama county assembly. Hizo ni maongezi ilikuwa ya mtu binafsi. Ulisikia maongezi yao? Yeah, kwa matanga. Na kama mtu ako na shida, waheshimiwa wanakuanga sehemu wanakutana wanaongea hizo vitu. Ambao kikatiba wanaruhusiwa kuongea vitu za county katika assembly yao. Lakini si kwa matanga. Hiyo inakuanga kuchafulia mtu jina. Na unajua kisheria kila mtu ako na haki. Sehemu za ambao sheria ambao inakupatia nguvu za kuongea chochote, na pia yule mwingine unaoongelea ako na haki ya kuheshimiwa kama kibinafsi. Kwa hivyo hiyo maongezi, kwa sababu unajua na alitoa madai mazito daktari. Yasikia madai. Madai hiyo ni mazito yake. Unajua sasa kwa hela, sijui kwa nafasi kikabila, kuwana maneno mazito sana. Unajua that's why ni vizuri umeweza kuiulizia. Na unajua ukisikia lawama mtu akizitoa, maybe akona na njia zake mwenyewe. Na hizo alikuwa na haki kuongea ambayo anaongelea. Katika nchi hii yetu ya Kenya, kuna njia mzuri kama unajua, kama huyu daktari anaharibu pesa ya serikali, huyu daktari anafanya hili, kuna njia ya kuelekeza. Lakini huwezi enda kuongea kwa matanga, kwa barabara, kwa mitandao unaandika, na ambayo hauna ushahidi ambao unaweza ongelea uchafuzi wa majina. Kama venye alikuwa mwenye huyu alikuwa anaongelea, leo ni Jumanne. Na hope maybe utaona breaking news, kwa sababu alikuwa na maanisha chenye alikuwa anaongea. Maana alimaanisha kwamba akirudi leo tu anaweka agenda leo katika. Na ukiona watu kama hao, unajua Rashid, watu tunakuwa na shida za kibinafsi. Unaweza kuwa na shida za kibinafsi zako kifamilia, lakini unataka kuventia kutumia kwa jina la mtu mwingine. Na kwa yule mtu ambaye alikuwa anakujua daktari kama mchapakazi, alisikia yale maneno aliyozungumziwa matangani ya ufujaji wa pesa ambazo zimewekwa katika ofisi yako. Anasema kwamba unapeana nyadhifa za kazi kwa mapendeleo na kadhalika. Labda kuna mmoja ambaye aliamini. Unaweza waambia nini wale watu wa Migori, wale ambao labda pengine wengi wao waliamini kile ambacho kulisikika? Unaweza kusemaje kuhusiana na madai hayo ambayo yalielekezwa kwako? Asante sana. Kitu yenye ningependa kusema Rashid ni kwamba Migori County iko na ward 44. Na ukisema uende katika hali ya ukoo, kwa upande na kuna makabila mengi Migori County. Na kwa upande wa Ujaluo nilienda kugundua wako na zaidi ya clan 72. Na Wakuria wako na clan 4. Na hao na makabila kuna Maragori, Wakikuyu, Wakisii wote. Migori is a cosmopolitan county where kila mtu ako na haki ya kupata kazi popote aliko kama Mkenya mwingine. Lakini tukienda kusema kwamba tuanze kugawa kazi katika mambo ya ukoo na clans, governor hata manage, because kama ukisema lazima kama kazi zimepeana 4 upeane 4 kwa kila ukoo, na hizo kazi ni chache. Ukiongelea kama mawaziri wako kisheria wanakuwa ni 10 tu. Machief officers hawezi pita 20. So ukisema ward ambayo ze makabila ambayo iko Migori na huwezi balance. So ukitumia hiyo. La pili ni kwamba sheria, mtu ambaye ako na nguvu za kuappoint hizo kazi kubwa, kuna zile ambayo sheria imepatia governor ambao ni mawaziri na chief officers. Huyo governor ako na nguvu. Hizo kazi zingine au director manini ni kazi ya Public Service Board ambayo hao inapatia kazi kiusawa. A deputy governor hana role hapo yoyote kusema huyu anaandikwa na huyu asiandikwe. Kisheria yenyewe hakuna. Jambo la pili, deputy governor ako under executive, ambayo executive kuna governor na deputy governor. Kama Migori County venye county yetu venye imetengenezwa, kuna department 4 ambazo ziko under executive: governor, deputy governor, county secretary, special program.
ambazo hizo zote ziko under the executive. Their vote iko controlled under executive. So hakuna na deputy governor si accounting officer wa executive. So kama kuna shida kwa executive, ukuje useme deputy governor ndiye amemesi hiyo, na yet kuna accounting officers ambao wanaonekana kuangalia na kuimplement programs. County hairaniwi kibinafsi kwamba deputy governor ataenda achukue pesa aende kutumia kisheria. Hakuna kitu kama hiyo, na accounting hiyo implement hizo program. So hiyo ni madai ambayo alikuwa na njama zake mwenyewe ya kisiasa ambayo itadiliwa kisiasa. Na kwa hivyo kitu ningependa kuambia watu wa Migori, mimi kama deputy governor wao ni mtu ambaye anafanya kazi na kwa uaminifu, na kupitia kwangu kibinafsi kwangu kuna mambo mengi nimefanya. Kuna project mingi nimeinitiate kibinafsi mimi kama deputy governor ambayo nimeweza run, hizo projects zimeisha. So ukikuja useme sababu deputy governor iko hii vote iko hapa imetumika hivi, deputy governor si accounting officer.